Katika tukio lililotikisa duru za siasa kimataifa, rais wa mpito wa Burkina Faso, mwanamapinduzi Captain Ibrahim Traore amekataa na kugomea hadharani mwaliko wa chakula katika karamu iliyopangwa kuandaliwa kwa ajili yake na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House. Kwa mjibu wa taarifa kutoka ikulu ya White House iliyotumwa kwa ikulu ya Kosiam Wagadugu nchini Burkina Faso, imeibua maswali kemkem, sio kwa wananchi wa Burkina Faso pekee, bali hata wanajumuiya wa kanda zote, ikiwemo wabia wa ukanda wa Sahel na ukanda wa maendeleo kusini mwa bara la Afrika SADC. Ibrahim Traore anajiuliza, ni kwa wema gani Amerika kunialika katika karamu mimi, jamii ya watu weusi niliyekomesha ushirika na Amerika na kuchoma moto mabalo ya nguo za mitumba kutoka kwa wazungu na kumwagwa hapa Burkina Faso, ingawa mwaliko wa Trump ulimsisitiza Captain Ibrahim Traore ahakikishe anahudhuria kwa kuwa eti Amerika ya Trump imelenga kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na usalama kati ya Marekani na Afrika ya Magharibi, kipekee taifa la Burkina Faso. Traore anajikuta katika kijakamoyo na mgogoro binafsi, ila anachagua kugomea hata pasipo kutuma mwakilishi, akiwa na mashaka kwa kile kilichoelezwa kama juhudi za kumnyamazisha asiendelee na msimamo wake wa kuwa kinyume na mataifa makubwa na yenye nguvu za kiuchumi duniani. Traore, kijana mwenye umri wa miaka 35 anayejulikana kwa msimamo wake mkali dhidi ya ubeberu, hakuchelewa kutoa majibu. Kupitia hotuba yake rasmi kwa taifa, alitamka kwa uthabiti kuwa hatutakula chakula mezani na wale waliotuharibia shamba. Afrika haitakuwa tena jukwaa la unafiki na tabasamu za kiukoloni. Mwaliko huo ulionekana kuwa sehemu ya mikakati mipya ya Marekani kurejesha ushawishi wake katika ukanda wa Sahel kufuatia kuongezeka kwa miungano ya kijeshi kati ya mataifa ya Afrika na nchi kama Urusi na Uchina. Hata hivyo, hatua ya Traore ilionyesha kuwa si viongozi wote wa Afrika bado wako tayari kuburuzwa na ahadi za misaada yenye masharti magumu. Kwenye mitandao ya kijamii, hatua hiyo iliwasha moto. Hashtag ya Traore the Lion ilianza kusambaa kama moto wa nyika. Watu wengi, hasa vijana wa Afrika, walimpongeza kwa kile walichokiita ujasiri wa kweli wa kiongozi wa watu. Wengine waliitaja kama hatua ya kihistoria iliyofungua ukurasa mpya wa siasa huru barani Afrika. Wakati huo, wadadisi na wachambuzi wa masuala ya siasa kimataifa kupitia majukwaa na hadhira mbalimbali wanaendelea kumshawishi Ibrahim Traore kusitisha mgomo wake huo kwa taifa kubwa kama Marekani, wakionya kuwa hatua hiyo ya kukaidi inaweza kuchochea uhasama na kupelekea Burkina Faso kuwekewa vikwazo vya kiuchumi au hata kuibua vita vya maneno na propaganda za kisiasa dhidi ya utawala wa Traore. Hata hivyo, msemaji wa serikali ya Burkina Faso Bwana Limtaba Jean Emmanuel, akifanya mahojiano maalum na shirika la utangazaji Burkina Faso Radio Television du Burkina, alisisitiza msimamo wa nchi ya Burkina Faso kuwa ni bora tuishi maskini kwa muda tukiwa huru kuliko kuwa matajiri kwa muda mfupi huku tukiwa tumefungwa na minyororo ya kiakili. Baada ya tetesi na mgomo wa Ibrahim Traore kutamalaki katika majukwaa mbalimbali na katika mitandao ya kijamii kwamba hatotokea katika karamu ya ikulu ya White House, Donald Trump hakujibu moja kwa moja rasmi kiserikali
lakini akaandika ujumbe wake akisema nchi zinazopuuza mikono ya urafiki huishia kulia baadaye. Ujumbe huo wenye zengwe na mafumbo ndani yake ulichukuliwa kama tishio la moja kwa moja, ingawa hakuna hatua yeyote ya bayana iliyoripotiwa kufuatia ukinzani huo. Waswahili husema kiburi dawa yake jeuri. Kwa Traore, mwito ni mmoja. Anaamini katika ujasiri wa rasilimali za Afrika na Afrika itasimama kwa miguu yake, na hayupo mtu yeyote kutoka ng'ambo mwenye uchungu na watu wenye ngozi nyeusi. Na kama chakula cha jioni cha Donald Trump ni bei ya uhuru, basi kwa yeye na vizazi vijavyo ni gharama kubwa mno kulipa, ijapo ilinunuliwa kwa bei che.